Mavazi yana uwezo wa kubeba nafsi ya mtu. Kitu kikafanywa kwenye vazi lako kikaleta athari kwako. Wewe haupo mwenye vazi, lakini athari ikaja kwako. Takasa kwa damu ya Yesu vyote vinavyohusika na mwili wako. Kwa hiyo mazuio yoyote ya kipepo hapa njiani ambayo Mungu anatupa neema tuweze kuyashughulikia, tuyashughulikie. Kwa sababu unaweza ukakwamishwa kiroho, kimwili, kiafya, kindoa, kielimu kupitia mavazi. Kuna mikwamo inaweza ikainuka njiani. Kuna mitikisiko njiani, lakini mtunga Zaburi anasema Mungu ndiye ngome yake, kwa hiyo hata tikisika sana. Lakini mitikisiko ipo. Kesho tunapoingia siku ya 4, tutasogea mbele za Bwana kwa sadaka maalum. Ni sadaka ya kujinasua, ni sadaka ya kuondoa mazuio, ambayo pia itaambatana na maombi maalum. Zaburi ya 62 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nasoma Zaburi hii leo kwa mara yangu ya 3, na usione ya kwamba labda nakuchosha, ni kwa sababu ndio mistari inayotubebea semina hii, ndio mistari inayotubebea semina hii. Zaburi ya 62 mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Hata lini mtamshambulia mtu mpate kumuua ninyi nyote pamoja? Kama ukuta unaoinama, kama kitalu kilicho tayari kuanguka. Hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Hufurahia uongo, kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulani. Hufanya shauri kumwangusha tu, hufanya shauri kumwangusha tu katika nafasi yake, katika afya yake, katika ndoa yake, katika huduma yake, katika biashara yake, katika kazi yake, katika ustawi wake. Fanya shauri kumwangusha tu. Kichwa ambacho tunacho cha semina hii kinasema hatima, vita ya kuifikia hatima yako. Vita ya kuifikia hatima yako. Kuna mitikisiko njiani, lakini mtunga Zaburi anasema Mungu ndiye ngome yake, kwa hiyo hata tikisika sana. Lakini mitikisiko ipo. Kuna kitu ambacho nataka tusogee nacho leo, kutokana na kule ambako tulianza juzi na jana. Kichwa kidogo cha leo kinasema takasa kwa damu ya Yesu vyote vinavyohusika na mwili wako. Kwenye mabano nimeandika hasa mavazi, nguo, mavazi, nguo, mavazi. Narudia, takasa kwa damu ya Yesu, takasa kwa damu ya Yesu vyote vinavyohusika na mwili wako. Nazungumza habari ya mwili wako. Kwenye mabano nimeandika hasa mavazi, mavazi, kwa sababu unaweza ukakwamishwa kiroho, kimwili, kiafya,
kimahusiano, kindoa, kielimu, kiuchumi. Unaweza ukakwamishwa kwenye hayo maeneo yote, hata kihuduma, kupitia mavazi. Kupitia mavazi kuna mikwamo inaweza ikainuka njiani. Walioanza na mimi tangu Jumapili watakumbuka mfano ambao tumetembea nao wa Yusufu. Mlango ulifungukia kwenye kanzu yake waliobaki nayo ndugu zake, au kwenye vazi lake ambalo ndugu zake Yusufu walibaki nalo. Walipomtoa kwenye birika na kumuuza kwa wale wa Midiani, wale wa Ishmaeli, hawakumrudishia nguo yake, hawakumrudishia kanzu yake. Walibaki nayo wao hiyo kanzu, na wakaifanyia ibada, na wakaitamkia neno, wakatamka mauti kupitia ile nguo, na mauti ikakubalika nyumbani. Tukaona jinsi ambavyo ile roho iliyoachiliwa pale wakati Yusufu hayupo, lakini roho iliyoachiliwa pale ya mauti ilimfuatilia Yusufu. Hata jana tuliona ilimfuatilia Yusufu na ilimsumbua huko mbele, ilimtaabisha kufika kwenye hatima, ilimchelewesha sana njiani. Alinusurika na hatari nyingi, hata za kufa, za kuuawa, kwa sababu tu ya ile ibada ya kipepo ambayo ndugu zake waliifanya, na wakatamkia neno ile nguo pasipo kufahamu ya kwamba kuna kitu wanakiachilia pale. Mavazi yana uwezo wa kubeba nafsi ya mtu. Fuate vizuri. Mavazi yana uwezo wa kubeba nafsi ya mtu. Yaani kama ambavyo unaniona hapa, hata kama nilivyoingia tu hapa nisingeanza kuongea, umenitambua mimi ni nani kama unanifahamu kwa vitu viwili. Cha kwanza, sura yangu; pili, mavazi niliyovaa. Kiasi kwamba muda unapoongea sasa hivi hata nikiziba uso usinione sura, kwa sababu ya haya mavazi. Hata nikisimama pale nje alafu nikaziba uso, kutoka angalia hivi, akili la kukumbusha huyu mtu nilikuwa naye pale kanisani, ni Isaac Omari huyu. Lakini umemwona Isaac Omari, umeona hizi nguo nilizozivaa huku zimekutambulisha huyu ni nani. Vitu viwili, sura yangu umeiona na mavazi niliyoyavaa, nasema huyu ni fulani. Kwa hiyo hata baadaye ukiniona nisipozungumza, hata nikikupa kisogo, utahisi tu kwamba kwa mavazi haya nimetoka kanisani fulani. Kuna vitu vigumu nitavizungumza leo vitakusaidia. Nafikiri nitakaa hapa leo na kesho ili tutoke kwa muda mzuri, usichelewe kama jana. Mavazi yana uwezo wa kubeba nafsi ya mtu. Tunashughulika na mapambano ya njiani kuelekea kwenye hatima. Kwa hiyo mazuio yoyote ya kipepo hapa njiani ambayo Mungu anatupa neema tuweze kuyashughulikia, tuyashughulikie. Mavazi yana uwezo wa kubeba nafsi ya mtu. Kitu kikafanywa kwenye vazi lako kikaleta athari kwako. Wewe haupo mwenye vazi, lakini athari ikaja kwako. Mavazi uliyoyavaa yanakubeba wewe, yanafanana na wewe, na yanabeba pia harufu yako wewe. Atokea vue yanabaki na wewe. Unakumbuka habari za mzee Isaka akiwa mzee na macho hayaoni? Alimwambia Esau mwanae wa kwanza, mzaliwa wake wa kwanza, aende porini akamtafutia mawindo aje amtengenezee chakula kitamu, ale moyo wake ufurahi, aweze kumbariki kabla hajafa. Biblia inasema mama yake Esau, ambaye pia ndiye mama yake Yakobo, alikuwa anaitwa Rebeka, mke wa mzee Isaka. Alisikia hayo maongezi, alisikia kitu ambacho
baba anamwambia mwanae wa kwanza, na huyu mama alikuwa amempenda sana mwanae wa pili Yakobo. Kwa hiyo wakati Esau anatoka anaenda porini kuwinda mawindo kumletea baba, Rebeka alikwenda kwa mwanae mdogo anayeitwa Yakobo, na akamwambia, baba yako anataka kumbariki kaka yako, nimesikia maongezi yake, amemtuma porini akamtafutie mawindo, amletee chakula kizuri, amtengenezee, akishafurahisha moyo wake ambariki. Sasa mwanangu, ninakuhimiza, kimbia haraka kundini, katafute wanambuzi wawili wazuri walionona, walete hapa, nitengeneze chakula kizuri ambacho baba yako atakipenda. Nataka hiyo baraka uipokee wewe. Na Yakobo alikuwa mbishi kidogo, anagombana na mama, hapana, siwezi kufanya hivyo kwa sababu kaka yangu yeye hata mwili wake ule una malaika, imeandikwa hivyo. Una malaika, manyoya, mimi ni laini. Badala ya kupokea baraka kwa baba nitapata laana, kwamba nitakuwa namdanganya baba. Mama akasema, hiyo laana na iwe juu yangu, wewe kafanya nilichokwambia. Sasa unisikilize, nakupa hiyo mistari, lakini nataka nikufungue kidogo upate kunielewa. Esau aliyekusudiwa kupokea hiyo baraka yuko porini, anahangaikia mawindo ya baba. Mama amemtengeneza mwanae mdogo hapa abebe hiyo baraka, mzaliwa wa kwanza. Chakula kikaandaliwa na mama, alafu mama akaongeza, msome ile habari vizuri, akachukua na manyoya ya wale mbuzi akambandikia mwanae kwenye mikono, sababu alisema sauti yake inaweza kumwambia mzee ya kwamba huyu sio Esau, ni Yakobo. Alafu akampapasa, akaona hana manyoya, hana malaika, tatokea shida nyingine. Kwa hiyo mama akatumia busara zake na hekima yake kama mama, akamwekea na manyoya ya mbuzi mwanae, kama peleka chakula kwa baba. Sasa kuna maongezi pale takaoyaona, kwa sababu ilifika mahali mzee Isaka haoni, akasema sauti ni ya Yakobo, lakini huu mwili nalioshika na haya malaika, haya manyoya, naona ni wa Esau. Hakuachilia baraka ya rohoni, japokuwa anasema pale mwanzo akambariki na kuonyesha hakuitoa baraka ya rohoni, bado alikuwa na mashaka. Mpaka baadaye akamwambia, hebu njoo unibusu. Sasa alipombusu, kuna kitu ambacho kilimwambia mzee Isaka ya kwamba huyu ni Esau, sio Yakobo. Ndio hicho nataka tukiangalie sasa. Mavazi yako yanakubeba, yanabeba nafsi yako. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 27. Kwa wale wanaoandika, kitabu cha Mwanzo mlango wa 27 mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 29. Mwanzo, andika hiyo mstari yote, tumekuja kujifunza hapa. Kwa hiyo andika hiyo mstari yote. Mwanzo mlango wa 27 mstari wa 15 mpaka wa 29, anasema hivi: kisha Rebeka akatwaa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo, na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake, naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliofanya. Akaja kwa baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Unani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali, ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje
umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali, ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa, akasema, sauti ni ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala hakumtambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake, yenye malaika. Basi akambariki. Angalia vizuri, akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Kwa hiyo baraka ya kwanza, basi akambariki, ilikuwa na mashaka kidogo. Fuata vizuri, akambariki hiyo ya kwanza, maana yake akamkubali, lakini anamkubali kwa mashaka, anamkubali kwa mashaka, anamkubali kwa mashaka. Hiyo baraka ya kwanza ya mashaka haina maneno, ina maswali. Akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu, naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa ukanibusu. Amwambii njoo karibu nikubariki, kuna kitu bado mzee anakitafuta. Njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki. Akasema, takalona hilo neno, akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki. Akasema, tazama harufu ya mwanangu. Tayari baba ameshafunguka sasa, amekubaliana na huyo kwamba ni Esau. Tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana Mungu, na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie, na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe. Naomba nirudie huo mstari wa 29. Samahani, mstari wa 27. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki. Akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Tazama harufu ya mwanangu. Mwanaye yupi? Esau, sio Yakobo. Anamuona Esau kwenye mavazi ya Esau aliyoyavaa Yakobo. Anampokea Esau kwenye mavazi ya Esau aliyoyavaa Yakobo. Nataka ulione hilo neno, hilo jambo la msingi sana. Kwenye sauti mzee anasema sauti ni Yakobo, lakini mbona mikono ni ya Esau? Ina malaika, ina manyoya. Amempokea, lakini bado mzee ana maswali. Leti chakula nile, ameshakula mzee, ameshiba. Hebu njoo nibusu, njoo nibusu. Manake asikia harufu ya mwanae.
Wazazi wote ambao mko mahali hapo, unafahamu harufu ya mtoto wako wa kwanza na wa pili, mtoto wako hawagazi hazifanani. Unajua hapa nimekaa na fulani, hapa nimekaa na fulani. Unaelewa? Na Yakobo na Isaka alikuwa anaelewa. Sasa alipomkumbatia Yakobo aliyevaa mavazi ya Esau, harufu iliyoenda kwenye pua ya baba mzee Isaka ni harufu ya Esau. Baba akaridhika kwenye moyo wake, nimemshika Esau, nimemkumbatia Esau, akambariki Esau. Lakini anambariki Esau ambaye hayuko pale. Yeye anamuona Esau ndiye anayembariki, lakini anayepokea baraka pale ni Yakobo kwa jina la Esau. Kwa nitaka tu uone kwamba Yakobo alinyang'anya hizo baraka kutoka kwa Esau, na zilikuja kwake kupitia lango la mavazi ya Esau. Baba alianza kusema, harufu nzuri ya mavazi yako naisikia hapa, kama shamba zuri ambalo limebarikiwa na Bwana. Baraka ilianzia pale kwenye mavazi ya Esau, kwenye mavazi ya Esau, kwenye mavazi ya Esau. Kwa hiyo mzee Isaka alimuona Esau kwenye mavazi ya Esau aliyovaa Yakobo. Nataka tuone jambo hilo, ya kwamba mavazi yako yanabeba nafsi yako. Mavazi yako yanabeba nafsi yako. Nitaka uone hilo jambo. Mavazi yanabeba nafsi. Alimbariki Yakobo akidhani ni Esau. Kilichomshawishi kuamini na kukubali ya kwamba huyu ni Esau ni kwa sababu ya harufu ya mavazi ya Esau yaliyokuwa kwenye mwili wa Yakobo. Sio mara zote kwenye Biblia, lakini kuna mahali Mungu alikuwa anatoa maagizo. Anapotaka kitu ambacho alikuwa nacho huyu kiende kwa huyu, Mungu alitumia lango la mavazi. Mungu alitumia lango la mavazi. Cha huyu kiende kwa huyu. Huyu anakufa, wakimuona huyu wamuone huyu aliyekufa. Mungu alikuwa anatumia lango la mavazi. Mifano ipo mingi kwenye Biblia, lakini nikupe tu michache ili uweze kunielewa pointi zangu za leo, ninachokilenga leo. Unakumbuka habari za Haruni na mwanawe aliyekuwa anaitwa Eleazari. Wakati Mungu anamwandaa Haruni kufa, anaandaa kumwondoa Haruni kwenye uso wa dunia, alimwambia kitu Musa, panda na Haruni na mwanae huyo Eleazari kwenye mlima, alafu utamvua Haruni mavazi yake umvalishe Eleazari, kwa sababu Haruni anakufa. Okay, kama Haruni anakufa, si anakufa na mavazi yake hayo, huyu anashonewa mengine. Kuna kitu Mungu alikuwa anakitaka kitoke kwa Haruni kiende kwa mwanawe, kwa mwanae, na ametajwa kwa jina. Sasa haina maana kwamba Eleazari naye alipokufa wanapeana mavazi namna hiyo, no, lakini anataka kwa huyu kuhani wa kwanza Haruni aweke msingi kwa mwanae. Mungu akimwangalia Eleazari bado anamuona kuhani Haruni yuko kazini. Nikupe hiyo mistari michache tusogee mahali. Hesabu 25, Hesabu 20 mstari wa 25 mpaka wa 28. Daka hiyo mistari. Kitabu cha Hesabu mlango wa 20 mstari wa 25 mpaka mstari wa 28. Hesabu 20 25 mpaka 28. Jina la Bwana libarikiwe. Uwatwae Haruni na mwanawe Eleazari uwalete juu ya mlima wa Hori. Umvue Haruni mavazi yake, ukamvike Eleazari mwanawe mavazi hayo. Kisha Haruni atakusanywa kwa watu wake, naye atakufa huko. Musa akafanya kama Bwana alivyomwagiza, wakakwea katika mlima wa Hori mbele ya macho ya mkutano wote. Kisha Musa akamvua Haruni mavazi yake,
akamvika mwanawe Eleazari mavazi hayo. Haruni akafa huko katika kilele cha mlima. Musa na Eleazari wakateremka mlimani. Kitu gani Mungu anakitafuta hapa? Amuone Haruni kupitia mavazi ya Haruni anapokuwa na mtazama Eleazari. Alichokibeba Haruni kiende kwa Eleazari, nafsi ya Haruni iende kwa Eleazari. Haruni alikuwa na mavazi hayo, hakuwa nayo mengine. Haya ambayo anamaliza nayo kazi yatoke kwenye mwili na huo upako yaende kwa Eleazari. Yale kwenye kabati achana nayo, tunabeba haya yakapeleke kitu pale. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, Haruni akija aje na begi lake lote, anataka tu hayo aliyoyavaa aje nayo huku. Kuna kitu Mungu alikuwa anakitoa kwa Haruni kiende kwa Eleazari. Mavazi yako yalipo, vazi lako lilipo upo. Vazi lako lilipo upo. Mavazi haya tunayoyavaa yana uwezo wa kubeba nafsi. Sije ukasahau. Kwa hiyo Mungu ilikuwa akimwangalia Eleazari. Haruni ameshakufa. Anamuona Haruni yupo kazini. Kuhani bado yupo kazini. Kupitia lango gani? Lango la mavazi. Lango la mavazi. Beba hii mifano. Sababu nikianza kukupa shuhuda mbalimbali utaanza kunielewa vizuri zaidi. Lakini nguo zako zinabeba nafsi yako. Sio wenda wazimu wale wanaotafuta nguo zako, sio wote wanaoiba nguo zako wanaenda kuuza. Wengine wanakutafuta wewe. Kutafuta nguo zinapotea kimiujiza tukiajabu ajabu. Hawaendi kuuza, unatafutwa wewe. Ukipata tu gauni lake, ukipata tu ile kanga anayoipenda, ukipata tu ile suruali yake, ukipata tu ile shati lake, ukipata chochote kinachotoka kwenye mwili wake, tumepata nafsi yake. Unajua wachawi na ujanja wote waga hawarogi roho, wanaroga nafsi. Na nafsi inapeleka majibu kwenye mwili. Tunakuona umedhoofika, nafsi imeinama, nafsi imechoka, imeelemewa. Mavazi unayoyavaa daka hizo yana uwezo wa kubeba nafsi yako. Nikusogeze kwenye mfano mwingine, tenda kuipambanua mwenyewe na kufafanua vizuri mbele ya safari. Muda wangu ni mfupi hapa. Habari za Elia na Elisha. Elia na Elisha. Elia alimwachia Elisha vazi lake. Watu wakawa wanamuona Elia kwa Elisha. Lakini Elia alikuwa ameshanyakuliwa. Kilichobakia kwa Elisha kilikuwa ni vazi la Elia. Lakini bado watu walimuona Elia kwa Elisha. Na Elia alikuwa yuko mbinguni. Wafalme wa pili, mlango wa pili. Wafalme wa pili, mlango wa pili, mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 15. Na mtu mmoja aseme amina. Wafalme wa pili, mlango wa pili, mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 15. Wafalme wa pili, niweke vizuri hapa. Wafalme wa pili, mlango wa pili, mstari ni wa 9 mpaka wa 15. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata. La hukuniona, hulipati.
Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wote wawili. Naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili, kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia. Akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. Na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili, walipomwona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake, wanamsujudia. Hawakumsujudia jana wala juzi, walikuwa wanamsujudia Eliya. Sasa Eliya ameondoka, vazi la Eliya limeangushwa, limeachiliwa juu ya Elisha. Kama alivyokuwa Eliya ndivyo alivyo Elisha. Sasa anarudi, alimuona bwana wake akipita hapo, alipiga maji kwa hilo vazi, na hilo vazi yameachiwa. Sasa anarudi, tayari Yordani imeshafunga, yupo kwenye ukingo huo mto. Akachukua lile vazi la Eliya. Kule wana wa manabii wanamuona kule ng'ambo Yeriko, wanamuona. Anauliza, yuko wapi Mungu wa Eliya? Anayapiga yale maji kwa lile vazi la Eliya. Muujiza wa kwanza unatendeka tangu bwana wake aondoke. Muujiza wa kwanza unatendeka, maana Mungu Eliya anamwambia, niko hapa. Siko hapa kwa ajili yako, niko hapa kwa sababu bado Eliya yuko hapa. Alipovuka ng'ambo, ndio wale wana wa manabii wanasema, huyu sio Elisha, huyu sio Elisha, roho ya Eliya iko ndani yake. Wanasujudu, wanamwadhimisha. Kilichowafanya wamuone Eliya kwa Elisha ni vazi aliloachiwa. Kwa hiyo vazi la Eliya lilibeba nafsi ya Eliya, kabebwa kwa Elisha. Mavazi tunayoyavaa yana uwezo wa kubeba nafsi. Vazi lako lilipo na wewe upo. Hakuna vifungo vigumu kama vya wale ambao nguo zao zimechukuliwa zikapelekwa kwa uganga wa kienyeji. Nakutana nao kwenye mikutano. Maisha yangu ni utumishi kila siku. Nakutana nao kwenye mikutano. Shida, nilipoteza nguo za ndani. Shida, nguo yangu niliandika ikapotea. Tangu hapo na mikosi tu, matatizo tu yananiandama. Kila kukicha ni shida tu. Vitu vyako vya mwili vinavyopotea potea kimazingara mazingara, vimetoka kwenye mwili wako, vinapotea kimazingara mazingara, vikienda kutumiwa huko na adui, ni shida. Ni shida. Wana wa manabii walimuona Eliya ambaye saa hizo hayupo, ameshanyakuliwa na gari la moto na farasi wa moto. Mungu amemchukua na upepo wa kisulisuli, lakini bado wanamuona Eliya na wanasujudu, sema nabii yuko hapa. Huyu ni Elisha wa kawaida, wanamfahamu miaka yote walikuwa naye hapo, lakini sasa sio Elisha huyu, ni Eliya tunamuona hapa. Ni Eliya tunamuona hapa. Usifanye mchezo na nguo ambazo unazivaa kwenye mwili wako. Usifanye mchezo. Usifanye mchezo na nguo ambazo unazivaa kwenye mwili wako, kwamba mtu yeyote tu anaweza akazichukua zipeleke popote. Hapana. Hapana, hapana, hapana.
mtu yeyote tu achukue nguo yako akaifanya chochote. Hapana, hapana, sababu nguo yako inabeba nafsi, inabeba nafsi, inabeba nafsi. Kuna kitu kitafanyika kwenye nguo yako kitaleta athari kwako. Sasa ngoja niende kwenye pointi ya msingi. Unakumbuka habari za mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu muda wa miaka 12? Alisemaje moyoni mwake? Nikiligusa tu pindo la vazi la Bwana Yesu, msiba wangu utakoma. Alisema akiligusa pindo la vazi au akimgusa Yesu? Ndakuonyesha hii mistari. Huyu mama aliweka dhamiri yake huko ndani na imani yake anayo kwamba siku yoyote nikikutana naye popote, nikifanikiwa kuligusa tu pindo la vazi lake, na huu msiba niliokuwa nao kwa miaka yote hautaendelea. Huu msiba utakoma, huu msiba utaisha. Kwa hiyo mama aliweka nguvu kwenye vazi, aliweka nguvu kwenye vazi. Nataka nikuonyeshe athari iliyotokea rohoni kupitia vazi. Ndicho ambacho nakilenga pale, athari iliyotokea kwenye maisha ya Yesu katika roho kupitia vazi ambalo amelivaa. Marko mlango wa 5, sogea kwenye hiyo mistari. Marko mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 25 mpaka ule wa 34. Marko mlango wa 5 mstari wa 25 mpaka ule wa 34, na mtu mmoja aseme amina. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Hebu sema akaligusa vazi lake. Rudia kwa mara ya pili, akaligusa vazi lake. Maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Daka hilo swali, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga-songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo, na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na naomba uangalie kisa vizuri, na ili nikiweke vizuri nimalize kabisa na hii ya Luka 8:43 mpaka 46, ili nikipangilia vizuri hapo uweze kufahamu ninachokizungumza. Luka mtakatifu mlango wa 8 mstari wa 43 mpaka ule mstari wa 46. Habari ni hiyo hiyo, ili kuna kitu kimezungumzwa hapa. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Sasa angalia vizuri, ni nani aliyenigusa?
Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wana kuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Pale kwenye Marko, tuanzie pale, yule mama aligusa upindo wa vazi la Bwana Yesu, na alikuwa ameweka nia na imani ndani ya kwamba nikiligusa tu pindo la vazi lake nitapona. Kwa hiyo alipoyagusa mavazi ya Yesu alipokea uponyaji pale pale. Yesu akapata signal katika ulimwengu wa roho, kuna kitu kimetoka, kuna kitu kimepungua katika roho. Kumbuka, hajaguswa mwili, hajaguswa roho, yameguswa mavazi. Luka hapa anaandika, anasema Yesu hakuzungumza habari ya kuguswa mavazi, hapa anazungumza habari ya kuguswa yeye. Kwa hiyo alipoguswa vazi pale kwenye Marko, alikuwa ameguswa Yesu mwenyewe. Hapa kwenye Luka anasema kuna mtu amenigusa. Kwenye Marko anasema kuna mtu amegusa mavazi yangu. Kwenye Luka anasema kuna mtu amenigusa. Kumbe yakiguswa mavazi yako, umeguswa wewe. Nataka uone hilo. Hata Petro alipokuwa anamwambia Bwana, ni watu wengi wanaokuzunguka hapa na kukusonga songa, unawezaje kusema ni mtu mmoja amekugusa? Sema kuna aliyenigusa, maana naona kuna nguvu zimenitoka. Sikiliza mtu wa Mungu, nguo zako zitakapotumiwa na adui zako kwa ajili ya kuitafuta nafsi yako na kuivuruga, kuna matokeo. Kuna vitu vinaweza vikaondoka kwenye maisha yako. Hawajakupata wewe, wamepata nguo yako. Kuna vitu vinaweza kuondoka kwako. Yule mama alikuwa hajampata Yesu wala hajaugusa mwili wa Yesu, amepata nguo ya Yesu, amepata vazi la Yesu, akawa amempata Yesu mwenyewe. Marko anaandika, anasema yuko aliyegusa mavazi yangu, aliyegusa mavazi yangu, ananigusa mimi mwenyewe, na kuna kitu amechukua kutoka kwangu, kuna kitu kimeondoka kwangu. Yule mama aliondoka na kitu gani kwa Yesu? Aliondoka na uponyaji. Sasa kuna watu wanachukua mavazi yako, wanaishughulikia nafsi yako. Sasa yani hawaleti baraka kwako, wanaleta laana, wanaleta mikosi, wanaleta balaa. Vile vizuri wanaviondoa. Ngoja kwanza. Jesus. Malizia kwanza hii. Mathayo 27. Anza Mathayo 27 mpaka 31. Mathayo 27. Hebu turudi kwanza pale. Amina. Mathayo 27 turejee pale. Baba nipata ufunuo pale. Mathayo 27. Mstari wa ngapi? Mstari wa 27 mpaka 31. Sikilize vizuri hiyo. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Pretorio. Wakakusanyika kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata Yesu hawakumdhihaki akiwa na mavazi yake, waliyavua kwanza mavazi yake, ndio wakaanza kumdhihaki. Walipomaliza wakamrudishia mavazi yake. Kuna mavazi ambayo ukiwa nayo watakudhihaki, watakuvua kwanza ili wakudhihaki. Wakimaliza kudhihaki watakurudishia mavazi yako. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Kitu kipekee. Ongeza makofi, ufunuo mzito umeteremshwa. Ongeza tena hayo makofi, ufunuo mzito umeteremshwa hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wakichukua mavazi, ndio kuna athari inatokea kwako. Hayo mavazi wakiwa nayo wao, ndio dhihaka zinakuja, ndio shida zinakuja, ndio mateso yanakuja. Mavazi wanayo. Asante sana mchungaji. Sijaidaka hiyo, ndio nimeipokea hapa.
Umeelewa vizuri? Wamechukua mavazi, wamekuacha pale, ndio ile kazi inapotea. Dhihaka, kutemewa mate, kupigwa mijeledi, ndio ile ndoa inakufa. Mavazi wanayo pale, ndio ile biashara tunafunga. Hii sikuja nayo, naondoka nayo kutoka Segerea naipeleka Mbeya. Wanachukua mavazi, wamekuchukua wewe. Kwa hiyo unaachwa pale ukiwa umekuwa mkiwa. Ndio dhihaka zinaenda, ndio kutemewa mate, ndio kuharibikiwa kwenye mahusiano, ndio kuharibikiwa kwenye ndoa, ndio kuharibikiwa kwenye kazi, ndio kufunga biashara. Mavazi wanayo, mavazi wanayo, mavazi wanayo. Sasa unaweza kuona uzito wa sadaka ya kesho. Popote pale ambapo wamechukua mavazi yako, iwe unajua au hujui. Kuna wengine wanasema nguo zangu ziko salama tu miaka yote. Inawezekana wamechukua na hujaelewa, na wakapitisha mishale yao, kumbe mavazi yako wanayo mahali fulani. Hiyo sadaka ikachimbue vyote katika jina la Yesu Kristo, na hayo makafara yao wanayoyafanya kwa hayo mavazi, na inakuja athari kwenye maisha ya kwako. Hizo athari zikanyamaze kimya. Kuna matokeo utayaona baada ya maombi ya kesho na sadaka ya kesho, kwa sababu hiyo sadaka haitanyamaza. Wanapochukua mavazi wanaleta athari. Kuna kitu kinaondoka kwako, kinanyonywa kwako, kinaondolewa kwako, kinaondoka. Huyu mama alipogusa vazi la Yesu amechukua hilo vazi, ameligusa, kuna kitu kilitoka kwa Yesu. Mama amegusa vazi tu, hajamshika kisigino. Kuna kitu kimeondoka kwa Yesu. Wameshika tu vazi lako, kazi inaweza kupotea. Wameshika tu vazi lako, biashara inaweza kupotea. Wameshika tu vazi lako, hayo mahusiano yanaweza yakafa asubuhi na mapema. Wameshika tu vazi lako, hiyo ndoa inaweza ikafa asubuhi na mapema. Wameshika tu vazi lako, hiyo elimu yako inaweza ikafa asubuhi na mapema. Wameshika tu vazi, wala hawana shida na wewe, wanalo vazi. Ukaishi maisha ambayo hujawahi kuyawaza, hujawahi kuyatarajia. Haya ni maombi ya Isaac Omari kwako jioni ya leo. Tunapoanza maombi haya jioni ya leo ya kunasua mavazi yetu na vyote ambavyo vilitoka kwenye miili yetu vikatumiwa na adui, sisi kwa kujua au kutokujua, mkono wa Bwana uanze kutembea kwenye hizo madhabahu za giza na kunasua kilicho cha kwetu. Wanaweza wakabakia na hayo mavazi, lakini nafsi yako haitabaki pale. Hakuna aliyesikia. Acha niseme tena, tukishafanya maombi mahali hapa, wanaweza wakabakia na hayo mavazi, wasiweze kurudishia tena, wakaona haya, wakaona aibu, lakini nafsi yako haitabaki pale. Nafsi yako haitabaki kwenye mikono yao. Nafsi yako itakuwa salama, na ishara ya kwamba nafsi yako iko salama, vile ambavyo vilikuwa vimeshindikana kwako vitaanza kufunguka. Milango ambayo ilikuwa imefungwa itaanza kufunguka. Mahali ambapo kila siku ulikuwa unaanguka, utasimama na kusonga mbele na hautaanguka tena. Mahali ambapo siku zote na miaka yote ulikuwa unapoteza, hautapoteza tena. Utaona kazi ya mikono yako na matunda ya kazi yako italeta ijara kwenye maisha yako. Kama hayo makofi ni kwa ajili ya Bwana, yangepigwa mazuri kuliko hayo, ili Mungu atukuzwe jioni ya leo. Nasema nafsi yako inatoka shimoni. Popote pale ambapo walichukua nguo yako yoyote, wakweli wakaenda kuifanyia uganga, au kuifanyia mazindiko, au kuifanyia uchawi, tunainasua nafsi yako kwenye hayo mashimo. Tunaichomoa nafsi yako kwenye hayo makaburi. Tunaitoa nafsi yako kwenye hizo madhabahu zao. Chomoka katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Kama kuna watu wanachomoka, wangeongeza makoti mazuri kwa Yesu mwana Mungu aliye hai. Piga sema haleluya. Alafu mtie moyo jirani, mwambie nafsi yako inatoka shimoni.
Nafsi yako inatoka shimoni. Nafsi yako inatoka shimoni. Nafsi yako inatoka shimoni. Nafsi yako inatoka shimoni. Wangapi wako mahali hapa jioni ya leo wanaamini kabisa kabla mwaka huu haujaisha hawatabaki na hali walizonazo? Kabla mwaka huu haujaisha hawatabaki na viwango walivyonavyo jioni ya leo. Kabla mwaka huu haujaisha hawatabaki jinsi walivyo. Kama unaamini ya kwamba wewe ni miongoni mwa wale ambao Mungu atawainua viwango vingine, ungeinua mikono yako miwili juu na upige makofi mazuri kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Piga, sema haleluya. Tusigombane tena leo, muda umeisha. Simama kwa miguu yako. Tusigombane tena leo, simama. Simama, tumalize saa 2:15. Mikono miwili inua juu. Funika macho yako na uombe haya maombi baada yangu. Sema, Mungu uliye hai, naomba unichunguze, naomba unipeleleze kwenye maisha yangu haya, tangu kuzaliwa kwangu hata umri nilionao. Siku hii ya leo tarehe 16 ya mwezi wa 12 2025, popote pale ambapo nafsi yangu imekamatwa kupitia mavazi yangu, kupitia nguo zangu, au chochote kile kutoka mwilini mwangu, Mungu uliye hai, ninakuita jioni ya leo. Wewe unaijibu kwa moto, 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 ninakuita jioni ya leo. Peleka moto kwenye kambi ya adui. Peleka moto kwenye kambi ya watesi. Peleka moto kwenye kambi ya wataabishaji waliokamata nguo zangu, walioshikilia vya mwili wangu, wakaitesa nafsi yangu. Jioni ya leo, peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto kwenye vikao vyao, kwenye mashauri yao, kwenye vikao vyao, kwenye mashauri yao. Nafsi yangu inachomoka, nafsi yangu inachomoka, nafsi yangu inachomoka, nafsi yangu inachomoka kwenye vikao vyao, kwenye mashauri yao, kwenye vikao vyao, kwenye mashauri yao. Nafsi yangu inachomoka, nafsi yangu inachomoka, nafsi yangu inachomoka. Haya, kila mmoja muendelea kuomba, na iona nguvu ya Mungu imeachiliwa hapa. Kila mmoja omba vile ambavyo Roho Mungu anakuongoza. Peleka moto, peleka moto. Kuna baadhi ya watu mko mahali hapa, Mungu anakukumbusha kwamba kuna nguo zako zilipotea kwa mazingira ya kutatanisha, na kuna wengine uliwazima nguo ili wakurudishia, hawajazirudisha, hawajazirudisha. Kuna mahali zimeenda, kuna mahali zimeenda. Peleka moto, peleka moto, peleka moto. Niweke hii simika vizuri. Peleka moto, peleka moto wa Bwana. Nisogezee spika nisikie. Spika nisogezee hapo mbele nisikie, sisikii. Peleka moto wa Bwana, peleka moto wa Bwana popote pale ambako walichukua nguo yako yoyote, mavazi yako yoyote, hata kama ni sekretari pale ofisini akaipeleka mahali, hata kama ni dobi akaipeleka mahali, hata kama ni kule dry cleaner wakaitamkia vya kwao. Tunapeleka moto, tunapeleka moto, tunapeleka moto, moto wa Bwana. Nafsi yako haitabaki huko, nafsi yako haitabaki huko, hata kama ni kwa miungu ya huyo msichana
vinarudi, vinarudi, vinarudi. Kuna wengine mnaota ndoto mko uchi kabisa, mko watupu. Kuna mahali umechukua heshima yako kupitia hayo mavazi. Unaota ndoto uko uchi, uko mtupu kabisa. Vazi la heshima ambalo wamekuondolea lirudi kwako. Hilo vazi la heshima ambalo wamelichukua lirudi kwako. Tunapeleka moto, tunapeleka moto, tunapeleka moto. Moto wa Bwana Mungu wetu anajibu kwa moto, anajibu kwa moto. Wamechukua mavazi wakanyang'anya kazi, wamechukua mavazi wakanyang'anya biashara, wamechukua mavazi wakanyang'anya ndoa, wamechukua mavazi wakanyang'anya kibali. Tunapeleka moto, tunapeleka moto. Moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana kwenye kambi zao, kwenye mashauri yao, kwenye vikao vyao. Moto wa Bwana. Kuna watu hapa nguo zimeibiwa kimiujiza, peleka moto, peleka moto. Nguo zimepotea kimiujiza, peleka moto. Vya mwilini mwako vinapoteaje bila taarifa? Peleka moto, peleka moto. Rabababosa. Hata nguo za watoto wako unazozianika usikubali zipotee kiolela olela. Takuongezea na shuhuda kesho. Leo muda umefunga. Riba sakama ya kabosa. Hallelujah. Yes, Lord. Ndio Bwana. Jesus. Amen. Muda wetu kusogea wapenda. Kama unaweza kutulia kidogo, tulia tumalize. Muda wetu kusogea. Andaa sadaka yako nzuri ya kumshukuru Mungu jioni ya leo. Tutajitahidi angalau saa 2:15 hivi tu tunamaliza, au na dakika 20 hivi. Andaa sadaka yako nzuri. Kesho tutaendelea ndani zaidi. Mzee Mwipile, Mungu akutie nguvu siku zote, hudhurie. Kuna vitu vya msaada sana tunavipata hapa. Asante sana baba. Asante sana. Wakikuvua nguo wananyang'anya ulivyo navyo. Heshima yako wanaichukua. Dhihaka zinaanza. Na teme wa mate. Pigwa mijeledi. Nguo wanazo wao. Inua sadaka yako juu. Inua sadaka yako juu kila mmoja. Omba haya maombi baada yangu. Sema, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa neno lako la uzima ambalo umesema nami jioni ya leo. Ninalipokea kwa moyo wa shukrani katika jina la Yesu. Amen. Naomba sasa utulie ili baba aje achilie baraka. Ukifika hapa mbele ni kutoa sadaka na kwa nyumbani. Amen.